Jibu basi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu na mimi nipo katika usimamizi wa mradi. Kama kushindwa kusimamia, kashindwa peke yake ama na wewe ulishindwa? Kwa maana hiyo na mimi nilishindwa. Na wewe ni kuondoe. Jibu swali langu ndio au hapana. Utakachojibu ndicho nitakachokifanya. Kama yule kaondolewa kwa sababu kashindwa kusimamia mradi, lakini yeye majukumu yake ya msingi ni kusimamia shule yake kama mwalimu mkuu. Hapa nawasaidieni nyie watu wa halmashauri, kwa sababu sio kazi yake. Hii ni kazi ya mkuu wa shule. Haya, nimeletewa changamoto. Moja kati ya changamoto, nyie mmeshindwa kununua vitu kwa wakati. Aliyeshindwa kununua vitu kwa wakati ni mwalimu ama PMU? Haya, mmesema changamoto nyingine, majengo haya litakuwa yageukie huko, mwisho mkaona kuna makaburi, kwa hiyo mkaamua kuyageuzia huko. Aliyosababisha hayo ni mwalimu? Hapana. Mkuu wa afisa elimu yuko hapo ofisini. Nataka niambie kutoka moyoni kwako, yule mwalimu uwezo wa kusimamia shule anao au hana? Achana na swala la mradi. Uwezo wa kusimamia shule mwalimu anao. Anao. Shule gani iko wazi inahitaji mwalimu mkuu? Kwa sasa shule karibu zote zimejaa mkuu, zina walimu wakuu hapo, lakini kila atalifanyia kazi, aliwasilisha kwa bosi wangu. Mwalimu ameondolewa madaraka yake. Wewe kwa maoni yako ametendewa haki? Hapana. Kwa nini hakutendewa haki? Hakutendewa haki, ninachotaka kuzungumza ni kwamba alijaribu kusimamia utekelezaji wa mradi kutokana na uwezo wake alionao, kwa sababu sio kitu ambacho yeye anakuwa ana uzoefu nacho kwenye mradi. Sasa wewe mtendaji wa kijiji, kwa nini hukumsaidia mwalimu atimize majukumu yake? Kuagiza mbao, wewe unashindwa kumwambia mwalimu tuagize mbao? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumefanya jitihada zote za kuwasiliana na wazabuni kwa ajili ya kuleta material. Na tulikuwa tukifanya hivyo, tukiwapigia simu changamoto, wanapokea simu na kuahidi kama mzigo utakuja baada ya siku mbili, bado mzigo haufiki. Ulikuwa unaandika kwa maandishi na kupeleka kwa mkurugenzi kwamba kuna 1, 2, 3, 4. Tukaandika kwa maandishi. Kwa leo tutakusikiliza wewe au tunataka tusome maandishi ya ushauri wako kwa mkurugenzi? Mimi nimekuja hapa kuwaambia nyinyi wote mlioko hapa. Hapa nimesikia mkisema mwezi wa 4 shule ikamilike. Hapa hii shule tunataka mwisho wa mwezi wa 3 shule hii iwe imekamilika. Anayehusika kuikamilisha hii shule kila mtu anajua. Aje alale hapa, aje ashinde hapa. Ikiwa ni idara, akiwa ni mkurugenzi, wewe mhandisi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama ni dasi, hii shule tunataka mwezi wa 3 iwe imekamilika. Hatutataka Kiswahili kwamba hakuna bao, hakuna nini, mfumo unasumbua. Swala la mfumo nilishasema ni uongo. Mfumo ukiandika, kama mtu hajaomba, hapa kijijini mnaweza kuita mafundi wa kijijini, nani anataka kazi ya kujenga hapa, alafu anachukuliwa yeye, anapelekwa pale Magu, kwa dakika 10 anaingizwa jina lake kwenye mfumo, anaomba na mnampa majibu kwamba tumekuteua wewe kuwa mhandisi pale, uende ukajenge. Kwa hiyo PMU anajua, watu wa manunuzi. Kwa hiyo kuchelewesha mradi kwa maana ya kusema mfumo next, huo ni uongo na haukubaliki.